Tukio hili awali lilitokea Julai 26 majira ya saa 6 mchana katika eneo la shule hiyo ya sekondari Galula, ambapo Nicetas mwalimu niliyemtaja hapo Dimoso alijeruhiwa kwa kupigwa kichwani na sehemu zingine za mwili na fimbo na watu wanaodaiwa kufika katika shule hiyo kwa lengo la kuchukua mifugo kwa nguvu, baada ya mifugo hiyo kuzuiwa na walinzi wa shule hiyo pamoja na scout, kutokana na mifugo hiyo kuingia katika eneo la shule kipindi cha kiangazi. Na mfahamu kwamba katika shule zetu hizi tumekuwa tukitunza mazingira, kwa hiyo kuna ukijani. Mwalimu huyu pamoja na kwamba alikuwa kwenye vipindi, baada ya watu kuja na yeye alitoka ili kuweza kuwasaidia wanafunzi wake. Alikuwa akifundisha vipindi, lakini ilipotokea hawa wamiliki wa mifugo na yeye alitaka kusaidia kuwazuia, lakini ikatokea fujo, na ndipo alipopigwa fimbo na hao vijana ambao baadaye walikimbia. Baada ya tukio hilo, Nicetas Dimoso baada ya kushambuliwa alipelekwa na kupatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya Mbeya, ambapo akiendelea na matibabu katika hospitali hiyo. Ilipofika tarehe 28 yani jana 2026 majira ya saa 4 asubuhi, akiwa bado anaendelea kupatiwa matibabu, basi aliweza kufariki dunia. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo sambamba na msako mkali wa kuwabaini na kuwakamata watuhumiwa wote waliohusika na tukio hilo ili waweze kufikishwa mahakamani. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuacha kabisa tabia za kujichukulia sheria mkononi na badala yake kufuata taratibu za kisheria katika kutatua migogoro. Pia litaendelea kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mtu yeyote atakayebainika kujihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani na uvunjifu wa sheria katika mkoa wetu wa Songwe, ikiwa ni pamoja na migogoro hii ya wakulima na wafugaji.